Kila mtu hapendi kusumbuka kwenye maisha ya kila siku, na kila mtu hapendi kuona ambavyo anaweza akawa anatarabika kwa sababu ya hali fulani kwenye maisha. Sasa zaidi na zaidi watu hawapendi sana kutarabika kwenye maisha yao ya ndoa, maisha yao ya mahusiano. Kila mtu ambaye ameingia kwenye mahusiano anatamani kuweza kuenjoy na kuweza kufurahia maisha zaidi, lakini viko vitu ambavyo vinaweza vikawa vinajitokeza na vikawa chukizo kubwa sana kwenye maisha ya ndoa. Sasa leo nimekuletea jinsi ambavyo unaweza kuishi na mwanamume pasua kichwa au mume pasua kichwa. Moja ya vitu ambavyo mwanamke havipendi ni kuishi na mwanaume pasua kichwa. Sasa leo nimekuletea namna gani unaweza ukaishi naye mwanamume pasua kichwa. Moja, ili uweze kuishi na mwanaume wa aina hii na akaweza kuchenji akawa mwanaume simbo hampo na akawa ni mtu ambaye anakufurahisha kila nyakati, unapaswa kutambua maeneo kadhaa ya kuweza kuyafanyia kazi. Jambo nambari moja, tambua udhaifu wake. Kitu ambacho kitakufanya wewe uweze kuishi na huyo mtu na mwisho wa siku akaweza kubadilika. Jambo nambari moja, unatakiwa kutambua udhaifu wake. Anakuumiza kichwa katika eneo gani? Anakuumiza kichwa katika tabia zipi? Kwa sababu unapotambua eneo ambalo anakuumiza kichwa, kwenye mtihani namba moja wa kwenda kuishi naye unaanza kuperform, kwa sababu huwezi kusema anakupasua kichwa wakati hujajua anakupasua kichwa katika eneo lipi. Na hayuko mtu ambaye akawa anasumbua katika kila sehemu, isipokuwa yanakuwepo maeneo ambayo yanakuwa yanakufanya wewe uweze kukereka na ukamhesabu kama pasua kichwa. Lakini jambo la pili, maeneo ya udhaifu wake, maeneo ya udhaifu wake kudhihirika. Maana yake sasa lazima uweze kutambua maeneo ambayo udhaifu wake huwa unadhihirika. Kuna mtu mwingine labda anakupasua kichwa kwa sababu ya ulevi, hivyo akifika tu maeneo ya starehe udhaifu wake unaanza kudhihirika. Kwa hiyo lazima uweze kukaa na kuweza kumsaidia ni namna gani asiweze kukutana na yale mazingira, upitepitaje kwenye hayo mazingira na yeye uweze kumsaidia vipi ili hayo mazingira yasiweze kuwa rafiki kwake au asiweze kuwa anayafikia kiurahisi. Unapokuwa unagundua maeneo udhaifu wake hudhihirika, basi unakuwa umeshafuzu moja kwa moja kumsaidia wewe kutokuwa na urafiki na hayo maeneo moja kwa moja. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kukusaidia wewe kuishi naye vizuri, ni pamoja na kutambua vitu ambavyo anavipenda kutoka kwako. Ikiwa wewe umeshatambua kwamba huyu mtu ana udhaifu wa aina hii, lakini umetambua mazingira ambayo udhaifu wake unadhihirika, jambo la tatu, unatakiwa kutambua vitu ambavyo anavipenda kutoka kwako. Sasa unavyotambua kwamba huyu mtu anavipenda vitu fulani kutoka kwangu, unatakiwa sasa uendelee kuongeza jitihada zaidi ya namna ambavyo unaendelea kumsogeza zaidi kwako, kwa sababu unavyotambua vitu ambavyo anavipenda kutoka kwako, kuna haja gani ya kuendelea kuteseka? Umetambua udhaifu, umetambua mazingira udhaifu wake unadhihirika. Sasa unakuja unatambua vitu ambavyo anavipenda kutoka kwake, kutoka kwako, moja kwa moja unaendelea kumsogeza zaidi, aendelee kuondokana na yale mambo yanayokupasua kichwa. Lakini pia jambo lingine ambalo linaweza kukusaidia kuishi naye, tambua muda wa uhitaji wa vitu anavyovipenda kutoka kwako. Umeshatambua kwamba anapenda vitu gani kutoka kwako, sasa tambua muda. Unavyotambua muda wa uhitaji wake, inakusaidia sana wewe kuweza kuparticipate kwa wakati, kuweza kuwajibika kwa wakati. Anapenda kitu fulani, sasa kwa sababu anapenda kitu fulani, unatambua wakati gani zaidi anapendelea. Kwa hiyo unapokuwa ukifuata zile principle, umeshatambua udhaifu wake, umeshatambua mazingira ambayo udhaifu wake unadhihirika, lakini pia umeshatambua vitu anavyovipenda, lakini umeshatambua wakati gani anavipenda, wakati gani anavihitaji.
moja kwa moja mpaka hapo wewe unakuwa unaanza kuelekea kufuzu namna sahihi ya kuweza kuishi naye, na mwisho wa siku una uwezo wa kumfanya kuwa bora zaidi. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu uweze kuijua na kukifahamu, wekeza katika ubora wako. Umeshatambua kwamba vitu anavyovipenda, muda ambao anauhitaji, muda ambao anauhitaji na vitu anavyovipenda kutoka kwako, wekeza sasa kwenye ubora wako. Sasa kwamba umeshagundua anapenda kitu fulani, wekeza kile kitu kiweze kuwa bora, kiweze kuwa na mvuto. Mimi ninaamini ukiwekeza mvuto katika ule ubora, utamfanya aweze kusahau vitu ambavyo vinakuja akilini mwake, lakini pia una uwezo wa kumsaidia asahau vile vitu ambavyo vinakukera wewe, kwa sababu umejimarisha katika vitu ambavyo vinavipenda, lakini umeshasoma kwamba muda gani anavyohitaji, umekuwa ukitekeleza kwa wakati ambao anauhitaji. Wekeza kwenye ubora zaidi. Unapokuwa mama, unapokuwa mke, wekeza kwenye ubora wa eneo ambalo analitaka au vitu ambavyo anavihitaji kwa wakati anaouhitaji yeye mwenyewe pia. Hivi vitu vitakusaidia wewe uweze kuishi na huyu mume ambaye anakupasua kichwa. Lakini jambo lingine ambalo unatakiwa kulielewa ni pamoja na kumpongeza kila anapofanya vema. Huyu mtu ambaye anakupasua kichwa, ili uweze kumdetect na kumuondoa kule ambako anakupasulia kichwa, mpongeza anapofanya vizuri. Faida za kumpongeza mume anapofanya vizuri, unamsaidia aendelee kukufanya wewe kuwa rafiki yake, lakini unamsaidia kutambua kwamba kumbe unatambua mchango wake kwenye maisha yako, unatambua mchango wake kwenye familia, lakini unatambua mchango wake kwenye nafasi ya maisha yako. Hivi vitu maana yake vinakusaidia wewe kupanda thamani. Unavyopanda thamani, unamsaidia na yeye aanze kuiona thamani yako kwenye maisha yake ya kila siku. Ukifanya hivyo, ina uwezo wa kuendelea kumuondoa kule kwenye tabia zile ambazo zinakupasua kichwa, akaziacha, na mwisho wa siku ukaenjoy maisha ya ndoa. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo lazima uweze kulitambua na kuliishi. Baada ya kumpongeza anapokuwa amefanya vema, mkosoe kwa akili, usimseme. Mwanaume pasua kichwa hautakiwi kumsema. Unapomsema unamtia usugu, unatakiwa kumkosoa kwa akili. Tambua mazingira, tambua muda wa kumkosoa, tambua nyakati za kumkosoa. Unapomkosoa kwa akili, unamsaidia yeye kukusikiliza vizuri na kutambua makosa yake. Lakini unapomsema haumsaidii, ila unapomsema unamtoa kwenye ule msingi ambao unataka wewe aweze kuishi. Sasa anaondoka. Lakini pia utakapokuwa umefaulu kuto kumsema, atakufanya wewe kumbe unampenda kwa dhati, na unampenda yeye akiwa kwenye ubora na sio kwenye udhaifu, na unatamani azidi kuwa bora kwenye jamii. Atakuwa rafiki yako, ataendelea kujichuja na kugundua kwamba wapi anakupasua kichwa, halafu anaanza kubadilika, lakini anakuwa amebadilika kwa msaada wako wewe mwenyewe. Lakini jambo lingine ambalo unatakiwa kulitambua wewe kama mwanamke, jifunze kumsamehe kwa ishara na vitendo. Unapotaka huyu mtu abadilike, anapokukosea, jifunze kumsamehe kwa ishara, kwa vitendo. Dhihirisha vitendo. Manake naposema dhihirisha vitendo, huyu ni mumeo. Unaweza ukamhaki, ukatafuta mazingira rafiki ambaye atakuwa yuko free, mhaki. Mwambie kwamba jinsi gani ambavyo unampenda, unamthamini, lakini unatamani kwenye kumuona akiwa kwenye ubora zaidi kijamii na kifamilia. Lakini pia umwambie umemsamehe kwa kumtamkia, na uonyeshe hisia za dhati za kumsamehe, kwamba sio unaigiza, ila umemsamehe kwa dhati, kwa sababu ana nafasi kubwa kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine na la mwisho ambalo unatakiwa kutambua, kwamba mwambie unapenda nini kutoka kwake. Pamoja na yote kwamba umeshatambua anapenda nini, mazingira gani, kwa wakati gani, ana udhaifu gani, lakini na wewe unatakiwa kumwambia unapenda nini kutoka kwake. Mwambie unampenda akiwa kwenye ubora. Mwambie unampenda akiwa mwajibikaji mzuri kwenye familia. Haya mambo ukiyaishi, haya mambo ukiyabeba vizuri, ukayashikilia kwa ubora,
una uwezo wa kuishi na mtu ambaye ni pasua kichwa, lakini alikuwa sasa anageuka na anakuwa mtu mwenye furaha, mwenye amani, mwenye kukuthamini na mwenye kutambua nafasi yako kwenye maisha yake, nawe ukiwa unatambua nafasi yake kwenye maisha yako. Kila mtu anatamani kuenjoy kwenye ndoa, lakini tunakosea namna ya kuishi na watu ambao wanadhihirisha udhaifu. Badala ya kuwasaidia, tunawasema ovyo. Hatuwasaidii kwa kuwasema, ila tunawapoteza. MC Kakatiba Official, the Gold Voice.